Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, leo hii tunajiuliza mengi kuhusu maisha ya Mtakatifu Benedikto Abate wa Nursia huko Itali mwaka 480 mpaka 547. Huyu anajulikana kama baba wa monaki wa Magharibi na mwandishi wa kanuni ya Kibenedikto, pia mlinzi wa Ulaya. Kwa nini anaitwa baba wa monaki? Mtakatifu Benedikto Abate ni mwanzo wa utawa wa Magharibi. Miujiza yake ilithibitisha kwamba ora et labora, sala na kazi, inashinda nguvu za kishetani, asili na kifo. Papa Gregori Mkuu aliandika, aling'aa kwa miujiza mingi kama alivyong'aa kwa maisha ya matakatifu. Benedikto hakutafuta miujiza ilimfuata kwa sababu alimtafuta Mungu kwanza. Miujiza 7 mikubwa ya Mtakatifu Benedikto kama ifuatavyo. Karibu mpendwa mtazamaji. Kama bado hujasubscribe, naomba usubscribe hapo chini kisha tuweze kuendelea. Muujiza wa kwanza, chupa ya sumu ikavunjika kwa ishara ya msalaba. Vicovaro mwaka 500. Maelezo ya watawa wa Vicovaro walimchagua Benedikto kuwa abate wao, lakini wakachoka na nidhamu yake kali, wakapika mvinyo wenye sumu. Benedikto alipoinua mkono kufanya ishara msalaba juu ya kikombe kikapasuka vipande kama kimepigwa na nyundo. Akasema, Mungu awasamee ndugu, sikutaka uovu huu. Kisha Benedikto akaondoka. Ushuhuda huu ulitolewa na watawa wenyewe ambao walitubu kusimulia kisa hiki kwa Mtakatifu Gregori. Muujiza wa pili, kumfufua kijana aliyefariki kwa ajali ya ujenzi, Monte Cassino mwaka 529. Maelezo yanasema wakati wa kujenga monasteri ya Monte Cassino, ukuta ulianguka juu ya kijana mmoja, ukamponda vipande. Watawa wakamleta kwa Benedikto wakiwa wanalia. Kisha Benedikto akaomba, akamweka mwili uliopondeka juu ya mkeka wake. Akalala juu yake kama Elisha. Mara kijana akafufuka mzima, akaamka na kurudi kazini. Wajenzi zaidi ya 30 walimshuhudia. Kovu halikubaki lolote mwilini. Muujiza wa tatu, kuamuru jiwe zito kuinuka Monte Cassino. Watawa walishindwa kuinua jiwe kubwa kwa ajili ya jengo. Benedikto alipofika, aligundua kuwa shetani amekalia juu yake. Akaomba. Mara lile jiwe likawa jepesi kama manyoya. Watawa wawili wakalibeba. Ushuhuda kwa ndugu Valentina alisimulia kisa hiki kwa Gregori Mkuu. Ni kama kontena la tani 20 likinyanyuliwa na watu wawili baada ya sala. Maana ya kiimani ni kwamba mizigo ya maisha yetu, madeni na ugonjwa au chuki, mara nyingi imekaliwa na shetani, bali sala ya mwadilifu inaondoa uzito. Muujiza wa 4, kutembea juu ya maji kuokoa ndugu Placidus huko Subiaco mwaka 510. Maelezo yanasema ndugu Placidus alitumbukia ziwani akichukuliwa na maji. Benedikto akiwa pango lake la mbali, akaona kwa roho, akamwamuru ndugu Maurus, kimbia ukamwokoe. Maurus akakimbia juu ya maji kama nchi kavu, akamshika Placidus kwa nywele akamtoa. Aliporudi, Maurus akasema, sikujua nimetembea juu ya maji hadi nilipoangalia nyuma. Benedikto akasema, ni utiifu wako uliokufanya utembee. Ushuhuda ulitoka kwa Placidus, Maurus na watawa 10 waliapa kisa hiki.
Mfano dhahiri ni kama Petro alivyotembea juu ya maji kwenda kwa Yesu, lakini hapa utiifu kwa Abate ndio uliofanya muujiza. Muujiza wa tano uliofanyika ni unga usiokwisha wakati wa njaa Monte Cassino mwaka 537. Maelezo yanasema wakati wa njaa kali Monte Cassino ilibaki na unga kidogo tu. Watawa wakalia, tutakufa njaa. Benedikto lakini alisema msilie. Leo mna kidogo, kesho mtakuwa na tele. Kesho yake magunia 200 ya unga yakakutwa mlangoni. Hakuna aliyejua yaliletwa na nani. Unga huo ukatosha kwa mwaka mzima. Ushuhuda ulitolewa na mlinzi wa mlango ambaye aliapa, sikuona gari wala mtu. Asubuhi magunia yalikuwa hapo. Mfano ni muujiza wa Elia na mjane wa Serapta, lakini kwa wanajumuiya wa watu 150. Muujiza wa 6, kuona roho ya dada yake Skolastika ikipaa mbinguni mwaka 547. Maelezo marefu yanasema siku 3 baada ya mazungumzo ya mwisho na dada yake Skolastika, Benedikto akiwa dirishani aliona roho ya dada yake ikipaa mbinguni kama njiwa nyeupe. Akamwita jumuiya nzima akasema, dada yangu amekwenda kwa Bwana. Wakamtuma watu, wakakuta amefariki wakati ule ule. Ushuhuda ulitolewa na watawa wote wa Monte Cassino walioshuhudia maneno yake kabla habari haijafika. Maana ya kiimani ya muujiza huu ni kwamba watakatifu wameunganika. Kifo sio mwisho, ni safari inayoonekana na wenye macho ya imani. Muujiza wa 7 na wa mwisho, yaani kifo chake, tunaambiwa kuwa alikufa akisimama kusalini tarehe 21 mwaka 547 mwezi Machi. Maelezo yanasema Benedikto alijua saa ya kifo chake siku 6 kabla. Akaamuru kaburi lifukuliwe. Siku ya 6 akashikwa na homa, akapokea Ekaristi akiwa amesimama, akainua mikono mbinguni, akaomba, akatoa roho yake akiwa amesimama. Ushuhuda ulishuhudiwa, ndugu wote walikuwepo. 2 waliona njiwa ya nuru kutoka chumba chake hadi mbinguni. Maana ya kiimani ni maisha ya sala yanaishia kwa sala. Kifo cha mtakatifu si kushindwa, ni kuingia kazini mbinguni. Mpendwa mtazamaji, miujiza mingine ya Mtakatifu Benedikto haijasimuliwa, lakini kwa hitimisho miujiza ya Benedikto inatusimuliwa, ishara ya msalaba kwamba ina nguvu. Kikombe cha sumu kilipasuka, leo tunasahau kujipiga msalaba. Benedikto anasema, anza kila kazi kwa msalaba. 2, utiifu unafanya miujiza. Maulusi alitembea juu ya maji kwa sababu alitii. Leo tunapenda uhuru bila nidhamu. Miujiza inazaliwa katika kanuni. Kazi ni sala. Benedikto